ya tatu, madhabahu ilimtaka Manase ili kuficha uovu, na uovu ambayo ilikuwa inauficha ni yale maovu ambayo walikuwa wakiyatenda. Walimweka Manase ili atengeneze madhabahu ndani ya madhabahu ya Bwana ili kuficha kila aina ya uovu. Unaona hapa Biblia inasemaje? Anazungumza, anasema kwamba naye Manase akazijenga madhabahu ndani ya madhabahu ya Bwana. Kuna madhabahu ambazo jana nilieleza vizuri zimejengwa ndani ya madhabahu ya nani? Ya Bwana. Na zile madhabahu zilizojengwa lazima zipate mtu ambaye atazisimamia mle ndani. Sikiliza, nataka nikwambie, haya yapo mpaka leo, yapo makanisa mbalimbali, maeneo mbalimbali, kokote unakoenda kuna madhabahu ambazo ziko madhabahu za mashetani ndani ya madhabahu ya nani? Ya Bwana. Na wako wanaosimamia zile madhabahu za nani? Za mashetani ndani ya madhabahu za nani? Za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa mahali panaitwa Bariadi, mnakujua Bariadi, alafu unaingia ndani huko. Kwa nikawa nimeenda kule kwa ajili ya mkutano kanisa fulani. Sasa yule mchungaji wa pale mahali, wakati anahamia palikuwa hapana morning glory, kwa hiyo akaimiza wakawa na morning glory. Siku moja asubuhi ile morning glory inaanza saa 11 kama ya kiesa ya usiku kwa mkuu wa jimbo pale. Saa 11 ile morning glory inaanza. Sasa mchungaji wa watu akawa ameshika kabibilia kake, anatoka nyumbani anatembea kwenda hapo kwenye morning glory na kabibilia kake ameshika hivi. Ghafla akatokea fisi. Fisi ndio huyu. Akanyakua kale kabibilia kama mchungaji fya. Fisi huyo anakimbia kuelekea wapi? Kanisani. Mchungaji anakimbia kurudi wapi? Nyumbani. Sasa wakati mchungaji anarudi, akakutana na mshirika wake. Yule mshirika akamwambia mchungaji, mbona unarudi? Akamwambia, bwana, nimekutana na fisi amenyakua Biblia. Si alikuwa ananyakua mkono wangu kabisa. Kwa hiyo akawa na uoga ndani. Yule mshirika wake akamwambia, we mambo madogo, kumbe bado hujakuwa. Turudi zetu kanisani. Wakarudi hao wamefika kanisani, watu wameshaingia kama hivi wamekaa. Mchungaji anasogea huko mbele. Alafu mshirika wake, mzee wake wa kanisa, akamwambia mchungaji, nilikukuta barabarani nikakupokea Biblia yako ndio hii. Bwana asifiwe. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie, hivi ibada itakuwaje siku hiyo? Ongea naye tu, mwambie hivi ibada itanoga kweli? Bwana asifiwe. Angalia huyu yuko wapi? Ndani. Maana yake ana madhabahu lake, ashazoea, ni kitu cha kawaida. Kumbe kuna madhabahu ya giza inaweza ikakaa ndani ya madhabahu ya nani? Ya Bwana. Fikiri huyu aliyempokea mchungaji Biblia, mimi nakwambia saa hiyo nikisimama nasema, wewe fulani, natangaza kukutenga na ukome kwenye hili kanisa, katafute kanisa lako la kusali na ukome, usirudi hapo.